ninahitaji mfanye kazi kwa weledi, kwa ubunifu, maarifa makubwa, lakini mtangulie sana Mwenyezi Mungu katika utendaji wenu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anawategemea sana ninyi watumishi katika kuhakikisha kwamba ajenda zake za kuwaletea maendeleo ya wananchi ninyi mnazisimamia vizuri na kuzitekeleza vyema. Na ndiyo maana unalipwa mshahara kila mwezi, unalipwa posho kila wakati, kwa sababu unatekeleza majukumu ambayo Mheshimiwa Rais amewaahidi wananchi awafikishie huduma. Ile kura ile wananchi waliompigia Mheshimiwa Rais Samia ikawe na manufaa katika kubadilisha maisha yao. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, hakikisha kila mtendaji wa kata na mtaa kwake kumebandikwa bango lile na mawasiliano yote, ili wananchi wanaofika, kama amechepuka tujue tu amechepuka, hayupo kwenye eneo la ofisi, ameenda kwa mambo yake. Kwa maana Jumatano lazima awepo ofisini kuanzia saa 2 mpaka jioni hata saa 10 ili aweze kusikiliza wananchi vilivyo. Sasa hilo ni agizo la Mheshimiwa Rais, ni agizo la Waziri Mkuu, ni agizo la mkuu wa mkoa, na mimi nakazia na waagizeni, tekelezeni yote yale maagizo ambayo Mheshimiwa Rais aliyatoa. Mimi nataka uwajibikaji na utendaji. Lishafo kwa watendaji wabovu, wasiowajibika, wasio waadilifu, wanaokusanya fedha mdomoni, itafanyika muda wote. Na nyinyi waratibu elimu kata, wakuu wa shule, tena nyinyi bahati mbaya uteuzi wangu ni mimi mwenyewe. Kama uwajibiki nitakusoma tu kwenye matokeo, na rekodi zile za matokeo ya kwenu huwa zidanganyi. NECTA wakishatangaza tu unajipima mwenyewe uko wapi. Sasa wewe mwaka wa kwanza wa mwisho, mwaka wa pili wa mwisho, mwaka wa tatu wa mwisho, mkurugenzi anafaa kuwa mkuu wa shule? Yaani kama mtu ufanye kazi, jisahihishe mwenyewe. Nataka watu waadilifu, wachapakazi, wenye moyo, wenye ari ya kupambana. Kama ulikuwa unalala unafikiri unapoteza muda mpaka ustaafu kwenye ukuu wa shule, utapumzika kidogo, watakupokea wengine na wewe utaongozwa. Kwa hiyo kachape kazi. Jambo la 4, mahusiano mema ya viongozi na watendaji. Mahusiano ya kiuongozi. Kwenye wilaya anajulikana mkuu wa wilaya ndio mkubwa, anafuata katibu tawala wa wilaya na wakurugenzi kwa maana ya utendaji wenu. Lakini wako kamati za usalama, vyombo. Wote hawa ni watendaji wa serikali. Ni kwamba lazima muwe na mahusiano mema, msikilizane, muheshimiane bila kuwa na kajeuri na viburi. Na ninyi wakuu wa idara, kwenye idara zenu na subordinate wenu, wakati mwingine muwe mnavikaa vikao vya idara zenu kuongea na subordinate wenu. Sio umefika pale PS mhudumu au wengine maafisa wengine huna time nao. PS akuchapia dokumenti zako usubmit kwa mkurugenzi, hawa wengine wewe ni skrepa kwako. Hatuendi hivyo. Kwamba kwenye staff yako, kwenye idara yako ni lazima uone unakaa na pia na wasaidizi wako, mzungumze, muongee, mpange mipango ya idara kwa pamoja ili mfike mbali kwa pamoja. Issue ya mapato. Mmesikia juzi kwenye RCC Mheshimiwa mkuu wa mkoa akisisitiza masuala ya mapato. Arusha DC tunaweza kucollect mapato mengi sana. Arusha DC ipo kwenye eneo ambalo lina mapato mengi. Sasa mkurugenzi, nafahamu 100% tutafika na tumekuwa tukifika kila wakati. Hongera sana. Lakini jambo la kwanza, tengenezeni zile satellite centers za kucollect mapato. Na watendaji hawa wa kata na wa mitaa, KPI yao ya msingi ni mapato. Kama mtendaji wa kata hafanyi vizuri, umuone kwenye mapato. Lakini pili, kutatua kero.
hafanyi vizuri, amepelekwa mjini, yuko mjini, halafu mapato hauoni, muhamishe, mpeleke sehemu yenye mapato madogo. Nilitoa agizo kwa wakurugenzi wote wa halmashauri na wakuu wa taasisi za mkoa wa Arusha, kwenye bajeti zenu muweke hawa ma-PS, record officers, madereva huwa wana mikutano yao ya mwisho ya professional zao ya kila mwaka. Kwa mazingira ambayo wanakwenda, mazingira yenye viwanja vya ndege, hakikisha wanasafiri kwa ndege. Mazingira ambayo hayana viwanja vya ndege, wasafiri kwa magari, lakini moja wasikopwe, wanapokwenda wawe na posho kamili. Hawa watendaji hawa ndio injini kwenye idara zetu na ofisi zetu. Kila afisa hapa akisema kuchapa, nitafutie reference number, record officers, kuchapa PS, sijui mhudumu leta chai, anakimbia mhudumu wa watu, dereva kimbia huko. Lakini wana siku moja tu ya kwao katika mwaka. Kuna dhambi gani kuwasaidia wapande ndege? Wanafanya Dar es Salaam. Kupanda ndege wanafanya hapo Mwanza. Dhambi kwa wapi? Zanzibar hapo. Kuna dhambi kwa wapi? Wasafiri kwa ndege, waende wakiwa na furaha na warudi kwa ndege wakiwa na furaha, ndio wafanye kazi. Kuna masuala ya mazingira. Arusha DC ni mjini, inahitaji mji kuwa neat, uwe clean. Na pia afisa mazingira uwe mbunifu. Kwenye roundabout tengenezeni garden, hata hapa mjini maeneo open space tengeneza garden ili watu wapumzike. Open space, city au town garden, roundabout ziwe well decorated. Weka hata vibao vile Mwalimu Nyerere, kina Mwinyi, kina Mkapa vya kihistoria. Hata mtoto mdogo ambaye alikuwa mjui Nyerere tunamuona pale. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeelewana ndugu zangu.